Kwa mwenyekiti wa kamati ya bunge inayosimamia katiba na sheria, ambapo Mheshimiwa Jenista Mhagama alikuwa ni waziri ambaye anawajibika moja kwa moja kwenye kamati yetu ya katiba na sheria. Na hii hata kipindi chote ambacho nimekuwa ndani ya bunge, hiki ni kipindi cha 3. Mheshimiwa Jenista alikuwa ni nguzo hasa kwetu sisi vijana, wabunge wapya, lakini hata mawaziri wachanga ambao wanaingia. Tulijifunza mengi kutoka kwake. Alikuwa ni mzalendo wa kweli, lakini kikubwa alikuwa ni mchapakazi sana. Usingeliweza kumuondoa katika wachapakazi ambao walionyesha mfano mzuri wa kuigwa katika viongozi wakubwa kabisa ndani ya serikali. Kwa hiyo Jenista alitufundisha mengi sisi. Lakini tulikabidhiana kijiti baada ya mimi kuteuliwa kuwa waziri mara ya kwanza kabisa mwaka 2022. Wakati huo mimi nikiteuliwa kuwa waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, lakini yeye akiteuliwa kuwa waziri ofisi ya rais, ofisi ya rais utumishi. Toka kipindi kile nilijifunza mengi kutoka kwake. Lakini hivi karibuni alinikabidhi kijiti kama waziri wa afya. Tuliona mambo makubwa ambayo tayari alikwisha anza kuyafanyia kazi. Katika kipindi chote cha uchaguzi tulikuwa tukiwasiliana kwa karibu sana. Na hata wakati ambapo Mheshimiwa Rais siku anaapishwa, tulizungumza mambo mengi kwa sababu tulikuwa tumekaa sehemu moja. Na ungeweza kumuona ni namna gani Mheshimiwa Jenista alikuwa ni kiongozi ambaye ana maono makubwa. Kwa hiyo sisi vijana wa leo, hasa mawaziri vijana, tutapata fursa ya kujifunza mengi kutoka kwake, kwa sababu yeye amekuwa ni kiongozi wa muda mrefu, ameitumikia serikali katika awamu mbalimbali. Toka nyakati ya serikali ya awamu ya 4 nadhani, awamu ya 5 na awamu ya 6. Mchango wake kwa taifa hili utakumbukwa katika nyakati zote. Na sisi tutaendelea kujifunza kutoka kwake kwamba wajibu wetu ni kufanya kazi kwa bidii katika wakati wote. Alipokuwa waziri akisimamia masuala ya bunge, alifanya kazi kubwa sana. Usingeliweza kumuona akinyamaza yanapokuja masuala ya kutoa tafsiri ya uzalendo, kutoa tafsiri mbalimbali ndani ya bunge. Lakini pia hata sisi ambao tulikuwa tunaingia wakati huo mwaka 2015 tuliweza kujifunza mambo mengi sana, hasa mambo ya kuhusu uzalendo kwa taifa letu, lakini uwajibikaji na kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo sisi ndani ya wizara lazima tukiri kwamba wizara ya afya tumepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa, lakini ahadi yetu ni kutekeleza mambo mazuri ambayo tayari yalikwisha yaanza katika wakati wake, na yale ambayo tulizungumza kwa bayana, lakini yapo ambayo tulizungumza kwa usiri, namna ya kutekeleza majukumu yetu katika wizara hii nyeti kabisa na wizara ya afya. Lakini chukue fursa hii kuwashukuru sana madaktari wote ambao walishiriki katika nyakati mbalimbali ambapo walipata changamoto, ambao walimpokea pale Benjamin Mkapa. Walifanya kazi kubwa sana mpaka dakika za mwisho ambapo katibu mkuu alinifahamisha kwamba hali yake ilikuwa mbaya sana, na baadaye Mwenyezi Mungu akamchukua. Katika nyakati zote madaktari wetu walifanya kazi nzuri, na mimi niendelee kuwatia moyo kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya kwa namna ile ile ambayo wameifanya kwa mwenzetu Jenista Mhagama. Basi na mimi niwatake kuendelea kufanya hivyo hivyo, kuwahudumia Watanzania, kuhakikisha kwamba wanaokoa maisha yao kwa jitihada na kazi kubwa ambayo wanapaswa kuifanya kwa kila Mtanzania.